Chama cha wataalamu wa matibabu ya nyuki na mazao yake kimesema zaidi ya 70 hadi 75 ya magonjwa yote duniani hutibiwa kwa kutumia mazao ya nyuki, huku kikiwashauri wa Tanzania kuwa na utamaduni wa mara kwa mara wa kutumia mazao ya nyuki kama mazao ya nyuki ili kujikinga na magonjwa mbalimbali. Wakizungumza na Sema TV leo Mei 20 mwaka 2025 katika maadhimisho ya kilele cha siku ya nyuki kitaifa yaliyofanyika jijini hapa Dodoma, wanasema kwanza hapa ni banda la Tanzania Apiaceae Society, ni chama cha wataalamu wa matibabu kwa kutumia nyuki na mazao yake, ambayo hiki chama kimeanzishwa na wataalamu kama ambavyo unaona wote ni wataalamu kutoka Tanzania International Bee, kutoka Apiaceae International na Zanzibar ambao iko kule Zanzibar, pamoja na Singida Beekeeping. Hawa ni wataalamu ambao wao wameamua kuanzisha hiki chama kwa ajili ya kuregulate ama na kutoa uelewa zaidi kuhusiana na matibabu haya mapya ambayo wanatumia nyuki na mazao yake. Sasa hapa katika siku hii ya nyuki duniani leo, ili banda lipo maalum kabisa kwa kutoa awareness kwenye jamii, watu waelewe kwamba haya ni matibabu kama matibabu mengine ambayo yako katika mataifa mbalimbali duniani, na Tanzania tunaanza sasa kuyatoa haya matibabu kupitia vituo vyetu vya afya, lakini na sehemu mbalimbali ambako nyuki wanapatikana. Wamesema mara baada ya maadhimisho hayo wanao mkakati wa kuzunguka mikoa yote nchini ili kutoa elimu kwa Tanzania juu ya umuhimu wa kutumia mazao ya nyuki, na hapa Dr. Msiba Paulo anaeleza zaidi. Mikakati yetu tulionayo baada ya kongamano hili, tumeona kwanza watu wamepokea vizuri sana, wamepokea vizuri. Sasa sisi kama taasisi kwa kushirikiana na wadau wengine, kwa kushirikiana pia na serikali, tumeandaa mpango wa kuzunguka mkoa kwa mkoa kwa ajili ya kutoa hii elimu, watu waelewe kwamba kuna haya matibabu. Tukishatoa hiyo elimu, maana yake tutashirikiana pia na wadau wetu wengine private sector kwa ajili ya kuweza kusupport, kuweza kuanzisha hivi vituo kwenye mikoa mbalimbali nchi nzima. Kwa sababu kwa upande wake Dr. Rafael kutoka chama hicho ameiambia Sema TV kuwa wamekuwa wakipokea wagonjwa wengi wanaosumbuliwa na ugonjwa wa vidonda vya tumbo, ugonjwa wa kisukari na pressure, na hapa anaeleza zaidi. Magoti yanaouma. Kwa hiyo kwa kutumia utaalamu tuliokuwa tumekuja nao, tumeanza kuwapatia hizo dawa na tutakuwa tunawafuatilia jinsi ya kuweza kupona kabisa. Kutoka jijini Dodoma, mimi ni Edward Winchestrausi wa Sema TV.